shilingi bilioni 7,252,929,550. Mheshimiwa, kifungu hichi kina mshahara waziri na na majina hapa takriban 9 na najua ngeo utajirudia yale yale. Isiponi waombe niwakumbushe kanuni yetu kuhusu sera. Ukizungumzia tembo, sio tembo wa Ilala peke yake. Niombe sana. Tutaanza na Mheshimiwa Bahati Ndigo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nahitaji nipate ufafanuzi kutoka kwa Mheshimiwa Waziri. Tunafahamu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 24. Mheshimiwa samani, naongeza muda mpaka hapo tupomaliza shughuli yetu. Endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru. Nilikuwa naomba ufafanuzi kwa Mheshimiwa Waziri. Tunafahamu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 24 inaeleza utaratibu wa namna ambavyo serikali itatoa maeneo kutoka kwa wananchi. Lakini tunazo sheria ambazo bunge lako tukufu lilishazitunga. Tunayo sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999, lakini tuna sheria ya ardhi ya vijiji namba 5 ya mwaka 1999 na sheria zinginezo Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini kumekuwa kuna utaratibu wa maeneo ambayo tunatambua nchi yetu hifadhi zinatanuliwa kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa kuna utaratibu ambao TANAPA wamekuwa wakiufanya kuwazuia wananchi kutumia maeneo yale, hasa maeneo yale ya uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali hiyo imepelekea kwanza kuwapelekea wananchi umaskini, mabenki kufilisiwa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia Katavi wana changamoto hiyo, Arumeru wana changamoto hiyo, Mbarali wana changamoto hiyo. Nilikuwa nahitaji kauli ya Mheshimiwa Waziri kuhusiana na kuwakataza watu kutumia maeneo kabla ya serikali kuwalipa fidia, hususan maeneo ya uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba majibu na ninakusudia kushika shilingi yake nisipopata majibu. Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru na nimpongeze Mheshimiwa Bahati kwa hoja hii. Aliisemea wakati anachangia na nilitamani nijibu wakati na toa ufafanuzi, muda ukawa mchache. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kumekuwa na maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambapo yanaonekana aidha kwa sababu ya uhitaji wa ekolojia zetu, mabadiliko ya tabia nchi. Nikichukulia mfano wa eneo lile la Mbarali, Mheshimiwa Mwenyekiti, lilichukuliwa baada ya kuonekana mto Ruaha ulikuwa unaathirika kwa kiwango kikubwa, na hivyo serikali ikaona ipo sababu ya kuyalinda na kuyahifadhi maeneo yale kwa ajili ya usalama wa mto Ruaha ambao unaleta maji kwenye mabwawa yetu matatu yanayozalisha umeme hapa nchini, likiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya serikali kuona hivyo na maelekezo kutolewa, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia TANAPA ilipewa jukumu ya kuyalinda maeneo yale, na Wizara ya Ardhi ilipewa jukumu ya kufanya tathmini ili serikali iweze kulipa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakiri Wizara ya Ardhi hawajamaliza tathmini, na watakapomaliza tathmini tu basi tutaweza kulipa fedha hizo kwa wananchi wetu. Lakini maeneo hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, yanachukuliwa kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa letu. Tunasubiri tu tumalize tathmini hiyo na tuweze kuwalipa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Mheshimiwa Bahati. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni takribani miaka 3 tunaenda 4. Wananchi mashamba yale walikuwa wanatumia kama collateral kwenye mabenki. Hivi ninavyokuambia Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wale wameuziwa nyumba zao, wameuziwa mali zao. Sasa kama serikali haikujipanga kuwalipa wananchi wale, kwa nini wasimamishe kufanya uzalishaji? Wakati upande mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, upande mwingine wa ng'ambo, wananchi wameelekezwa kwamba walime umbali fulani wa mto na hawatumii maji ya mto Ruaha, wanatumia wakati wa mvua peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni adha kubwa. Kwa kweli si majibu, yani maisha ya watu Mheshimiwa Mwenyekiti.
na kwa kweli wananchi wa Mbalali wanatia huruma. Shamba lile la hekta 10,000 na kitu limepoteza ajira zaidi ya watu 100,000 wanaolima pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe hoja, wabunge wenzangu mniunge mkono, jambo hili ni gumu. Naomba mniunge mkono waheshimiwa wabunge. Naomba kutoa hoja. Upande wa serikali msimame vile vile. Mheshimiwa Taska, Mheshimiwa Waitara, Tabasamu, Mheshimiwa Ulega, Mheshimiwa Ruben. Tunaanza na Mheshimiwa Mzava. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni unge mkono hoja ya Mheshimiwa Bahati. Na ukisoma taarifa ya kamati, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili tumeeleza kwa kina. Na kama sasa Mheshimiwa Bahati, jambo hili liko kwenye maeneo mengi na ni kweli jambo hili ni la muda mrefu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria zinajieleza utaratibu wa kufuatwa ukisoma sheria ya utoaji ya ardhi kwa maana ya Land Acquisition Act. Na ni kweli wananchi wanaathirika sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili tumelifanyia kazi kwenye bunge lako kwa muda mrefu. Ninachokielewa na ninachokiona hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili linahusisha wizara zaidi ya moja. Kwa maana Wizara ya Maliasili, lakini wenzetu wa Wizara ya Ardhi ambao ndio wana jukumu la kisheria ya kufanya uthamini, lakini pia Wizara ya Fedha ambao ndio wana jukumu la kutoa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningeomba, kwa sababu wale wananchi wanaolima kwenye haya maeneo, kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo kama ile Mbarali, sio kwa maeneo yote, wanao wataalamu ambao wanaweza kuwasaidia kuelewesha namna gani ya kufanya hii kazi. Tungeomba serikali namna ya kulegeza masharti kwa jambo hili. Lakini muombe Mheshimiwa Bahati na kwa maelekezo yako Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu bunge letu bado lipo na kama sababu jambo linahusu wizara nyingi, nadhani tunayo haja sasa ya kukaa vikao mahususi kwa ajili ya jambo hili, ili tukutanishe wizara zote hizi zinazohusika na jambo hili, tuone namna ya kufikia mwisho wa jambo hili, ili wananchi wasiendelee kupata shida. Kwa serikali inaweza kuwa namna ya kuwapa angalau ahueni hawa wananchi kwa kipindi hiki, lakini kwa maelekezo ya bunge lako Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaomba Mheshimiwa Bahati mwishoni amrudishie Mheshimiwa Waziri shilingi ili bajeti ipite. Lakini kwa maelekezo ya bunge lako na kwa maelekezo ya kiti chako Mheshimiwa Mwenyekiti, tukae vikao mahususi vya kamati yako pamoja na wizara hizi, tutafute mwarobaini wa jambo hili ili wananchi wasiendelee kuteseka, waendelee kunufaika na kufurahia kwa kwenye nchi yao. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Kabudi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ambayo imewasilishwa hapa ni hoja muhimu sana. Kwanza inagusa maisha ya Watanzania, lakini pili inagusa uhai na uchumi wa Watanzania. Bwawa la Mtera, bwawa la Kidatu, bwawa la Mwalimu Nyerere inategemea hayo maji. Kwa hiyo serikali ina wajibu wa kuhakikisha wananchi wake wanaendelea na maisha yao na wanapata riziki yao, lakini serikali na taifa lina wajibu wa kuhakikisha lina umeme na uzalishaji unaendelea. Swala hili linahitaji sasa serikali tunalichukua. Ofisi ya Waziri Mkuu ndio ina jukumu la uratibu. Tutaita wizara zote za sekta zinazohusika kesho ili kulijadili jambo hili na kulipatia mwafaka. Na mwafaka wa kwanza mkubwa ni kukamilisha tathmini ili wananchi walipwe fidia kama ambavyo bunge wa Mbalali ameeleza. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatoa commitment kwamba sasa italichukua jambo hilo na kuhakikisha tathmini imekamilika ili wananchi walipwe fidia, lakini kuchukua hatua
nyingine ambazo itashauriwa kitaalamu zitakazohakikisha wananchi wanaendelea kupata riziki yao, lakini bila kuhatarisha usalama wa nishati katika taifa letu. Na serikali inaahidi kulifanya jambo hilo kwa haraka, na sisi kama serikali tutakutana wote tunaohusika, sekta zote zinazohusika na jambo hili kuanzia kesho, ili tupate ufumbuzi wa haraka. Na Wizara ya Ardhi tutahakikisha tunakamilisha tathmini haraka iwezekanavyo kwa mtindo wa dharura, ili wananchi hao waweze kupata fidia yao na waweze kuendelea na maisha yao. Hiyo ndio commitment ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Bahati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakushukuru na ninaiamini serikali yangu. Kwa hiyo ni aidha kama hawatafikia hayo kuongea na wale watu wakaweza kufanya hata tathmini ndogo, kwa sababu ni eneo kubwa, tathmini ndogo ya maeneo yale ambayo ni sensitive kwa taifa, au kuwapa maeneo mbadala ya kufanyia kazi zao. Isifike msimu mwingine wa kilimo kabla hatujapata majibu haya. Niombe sana, wamekaa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, nasubiri hiyo kesho tupate hayo mambo na tuweze kulimaliza jambo hili, wananchi wapate haki yao kama alivyosema Mheshimiwa Profesa Kabudi. Asante sana. Mheshimiwa Musa Godfrey Mbuga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa swala la wafugaji ambao walikamatiwa ng'ombe zao na mbuzi zao, punda zao maeneo mbalimbali, wakataifishwa na baadaye wakaenda mahakamani, wakawa wameshinda kesi na kuamriwa warudishiwe mifugo yao, walipwe hivyo vitu vyao vyote. Swala hili limekuwa la muda mrefu. Lilipelekwa Wizara ya Katiba na Sheria, baadaye likarudishwa mifugo, likarudishwa maliasili na baadaye likapelekwa Wizara ya Fedha. Nataka sasa nipate ufafanuzi wa serikali wa wizara, ni lini hawa wafugaji watalipwa ng'ombe zao au mifugo yao